changamoto kuu ya kiafya iliyopo sasa hivi inayoendelea kuiobserve ni uwepo wa insulin resistance, ambapo insulin resistance ni hali ya seli kushindwa kupokea insulin, ambapo umuhimu wa insulin ni kwa ajili ya ukuaji, lakini pia insulin inatumika kama ufunguo, kwa maana kila chakula insulin, kongosho inazalisha insulin, na insulin ikishazalishwa kazi yake ni kuregulate kiwango gani cha sukari kiingie kwenye damu kwa maana ya matumizi kama nguvu, lakini pia kiwango kinachobaki kiende kwenye hifadhi za seli za ini, seli za mafuta, lakini pia na kwenye seli za misuli. Sasa kama ikiwa unakula mara nyingi au kama ikiwa umekula vyakula ambavyo sio sahihi, manake utapelekea sukari kuzalishwa nyingi na insulin kuzalishwa nyingi, na kazi ya insulin ni kwa ajili ya kushusha kiwango cha sukari kwenye damu, na matokeo yake kuinterfere au kupelekea utendaji kazi wa viungo ndani ya mwili kuwa ndivyo sivyo, na matokeo yake kuwa na upungufu wa nguvu za utendaji wa kazi, lakini kuwa na furaha, na mwisho wa siku kujikuta ukiwa mnyonge bila sababu. Na wakati huo tukumbuke kwamba tunahitaji insulin, kwa maana insulin ni homoni ambayo inahitajika katika ukuaji. Kipindi cha puberty, muda ule kutoka utotoni kuingia kwenye utu uzima, pale katika adulthood inatakiwa insulin kwa maana ya kukomaza viungo na vitu vingine kuweza kuongezeka na kuendana na mahitaji ya mwili katika ukuaji. Lakini kipindi cha mama mjamzito pia kwa ajili ya kukomaza ile mimba na kiumbe ambacho kinaendelea kukua, pale insulin itatengenezwa nyingi kwa ajili ya ukuaji. Baada ya hapo ni nini ambacho unatakiwa kuzingatia ili kuwa na balance ambayo ni insulin, lakini pia isiweze kuwa resisted, seli ziache kuresist kupokea. Na kuletea haya ni daktari wako Praxeda Makanshu, ambaye nimejiandaa kwa ajili ya kutoa mafundisho mbalimbali fikirishi ambayo tunaweza wote kuyajadili kwa pamoja, ili mwisho wa siku maisha yetu yaweze kuwa na maana, lakini pia tuondokane na msongo ambao hatujui hatima yetu ni nini. Insulin resistance inasababishwa hasa na mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kisababishi cha kwanza ni ile hali ya insulin visababishi vya haraka. Yaani kuna visababishi vikuu viwili, kuna visababishi vya haraka na kuna visababishi vinavyochelewa. Kadri ambavyo insulin itaresist kwa haraka, ndivyo ambavyo umesababisha itoke kwa haraka, au unaweza kuisababisha itoke kwa haraka. Kwa maana visababishi hivyo vya haraka mimi kwa leo nimevitenga katika vipengele vitatu. Cha kwanza stress, cha pili inflammation, lakini cha tatu ni insulin kuzalishwa kwa kiwango cha insulin kuzalishwa kwa wingi. Katika stress tuna cortisol hormone, lakini pamoja na adrenaline hormone, ambazo hormone hizi, kitendo cha kupata stress, ukiwa na stress mara nyingi mtu anaweza kujikuta hajiamini, anapata ile uoga au anapata kureact kulingana na mazingira, yaani namna ya kukabiliana na kitu ambacho kimekutokea, iwe ni taarifa, iwe ni kazi, iwe ni watoto, ya mahusiano kwa ujumla. Unajikuta kama kuna mtu hata kustress consistently miezi mitatu, manake kadri unavyokuwa stressful ndivyo ambavyo kiwango cha sukari kinazalishwa kwa wingi, na kiwango cha sukari kikizalishwa kwa wingi, basi na insulini itazalishwa kwa wingi kwa ajili ya kushusha kile kiwango cha sukari. Kwa hiyo utakuwa unazalisha kiwango cha sukari, unashusha kiwango cha sukari, unazalisha kiwango cha sukari, unashusha kiwango cha sukari. Matokeo yake insulin ina resist kupokelewa kwenye seli, kwa sababu ni pap shuka panda shuka panda. Mwisho wa siku seli zinaona hapana, mimi hii siwezi kupokea tena, inaacha, na ikiacha ndio kuja kuambiwa insulin resistance. Lakini kitu cha pili, inflammation. Mazingira ambayo yanatuzunguka, tuseme polluted environment, mazingira ambayo labda kuna uvutaji wa sigara viwandani, lakini mazingira ya kuwa na magari chakavu, yani kadri tunavyovuta hewa ambayo ni chafu, ndivyo ambavyo tunatengeneza inflammation kwenye mwili wetu, na kadri miili yetu inavyokuwa inflamed, ndivyo ambavyo sukari inazalishwa kwa wingi, na kadri sukari ikizalishwa kwa wingi, ndivyo ambavyo insulin itazalishwa kwa wingi. Tunarudi pale pale, sukari ikizalishwa kwa wingi, insulin itazalishwa kwa wingi ili iweze kushusha hiyo sukari. Kitendo cha pap, hakuna mahali ambapo mwili unapumzika, hakuna mahali ambapo mwili unajireset, hakuna mahali ambapo kila kitu inakwenda kwenye order. Ndivyo ambavyo unajikuta unapata insulin resistance, na matokeo yake kupata magonjwa ya hapa na pale. Lakini jambo la tatu
katika vitu ambavyo unaweza ukavifanya kwa haraka na vikakupa matokeo mabaya ya haraka ni uzalishaji wa insulin mara kwa mara. Watu wengi tumekuwa tukishauriwa kutokana na matibabu yetu mbalimbali na wataalamu mbalimbali kwamba kula kidogo kidogo, lakini mara nyingi nyingi. Ndugu, kadri unavyokula kidogo, insulin inazalishwa. Yaani umekula karanga moja, insulin imezalishwa, kwa sababu kuna sukari imezalishwa na insulin inatakiwa izalishwe kwa ajili ya kuishusha, kwa sababu ukila huo wanga au vyakula ambavyo vinapandisha sukari, insulin inazalishwa kuweza kukabiliana na hiyo sukari ili iweze kuregulate. Sasa jiulize, asubuhi umekunywa chai ya mandazi, lakini baadaye ulikunywa soda, baadaye ulikula karanga, baadaye ulitafuna bigiji. Kadri unavyokula, ina maana insulin inazidi kuzalishwa kwa sababu sukari unaipandisha na kuishusha. Tunachoongelea leo ni namna gani ya kufanya uwe na insulin ambayo iko level, badala ya kupelekea insulin kuzalishwa, kwa sababu insulin inazalishwa kwa sababu ya kushusha sukari. Kwa hiyo lazima umaintain ni nini umekula, kwa wakati gani, kwa mfumo gani, ukiwa unajua kwenye akili yako kwamba chochote ninachokula kinapelekea, kwa sababu hata mimea tumekuwa tukishauri ulaji wa plant based diet. Kila mmea una sukari kwa kiwango chake. Kwa hiyo usije ukasema kwa sababu mimi sijala tunda lenye sukari, mimi sijala ugali wa mahindi, mimi sijala. Hata juisi ambayo tunaitengeneza ni green juice na tunazishauri tuwe tunazitengeneza kwa sababu ndio chakula sahihi, lakini ninakuhakikishia kwamba bado kuna kiwango fulani cha sukari. Kumbe kila unavyokula, kila unavyokunywa, lazima hilo liwe kichwani mwako kwamba kumbe hiki nilichokula kwa wakati gani insulin imezalishwa. Kwa hiyo sio ile pap kila mwisho wa siku unatengeneza workload kubwa, na matokeo yake insulin itakuja kuresist kupokelewa kwenye seli, na matokeo yake kama watu wenye kisukari, sukari itabakia kuwa kwenye blood stream, na matokeo yake utaanza kuchoka, matokeo utajikuta una discomfortability, na matokeo yake unajikuta kwamba hapa sasa haiwezekani. Lakini katika kipengele hiki cha kwanza cha visababishi vya haraka, kadri ambavyo una uwezo wa kupandisha hiyo insulin kuizalisha nyingi kwa wakati mmoja na kwa haraka, ndivyo ambavyo una uwezo wa kuishusha kwa haraka. Kwa maana kama ukishajua kwamba kitu fulani kinanipa stress, mtu fulani kiassociate naye ananipa stress, nini cha kufanya? Hebu tafuta mtu ambaye mara nyingi huwa anakupa faraja. Tafuta kitu ambacho ukifanya kinakufurahisha. Tayari neutralize and then itashuka chini. Lakini pia kama ni unakaa mazingira ambayo yako polluted, jipangie tu kwamba kwa sababu mazingira nayo yakaa, kwenda bichi sio kwa sababu watu wanaendaga kwa sababu watu wana uwezo. Kuna watu wanakwenda kule kwa ajili ya kujipurify, kwa ajili ya kupokea hewa nzuri, kwa ajili ya kudetoxify miili yao, kwa ajili ya kusafisha mapafu yao, kwa ajili ya kusafisha hii mfumo wao wa hewa. Lakini pia kama ni issue ni kula, yani ni vitu ambavyo sasa hivi visababishi vya haraka na una uwezo kuvitibu kiharaka. Issue ya kula una uwezo kabisa kusema kama no, kumbe bigiji hainiongezei chochote, inaniletea shida, inanisababishia kunitengenezea insulin resistance. Kumbe nilikunywa uji asubuhi, hivi sasa hivi mimi nimekutana na muogo wa kutafuna njiani, sio kama nina njaa, ila nimeutamani. Ukiweza kureason, utajikuta hata ile hamu, ile kiu, ile hali ya kupenda kula, kwa sababu una reason, kwa sababu unajiuliza kabla ya kula, utajikuta hiyo hali inakata, na mwisho wa siku insulin resistance itakuwa kwako sio changamoto, na magonjwa yatokanayo na insulin resistance utakuwa umeovercome, na mwisho wa siku utapata furaha. Jambo la pili ambalo maki nimesema mambo makuu mawili, visababishi ambavyo ni vya haraka na visababishi ambavyo vinakuja taratibu. Na hili jambo la pili la visababishi ambavyo vinakuja taratibu ndio hasa hapa kuna mtihani. Mtihani uliokuwa hapa ni kwa sababu hii inasababishwa na fat tissue, seli ambazo zimenenepa, tissue ambazo zimenenepa, seli ambazo zina mafuta mengi. Hii sio jambo la siku moja, sio jambo la siku mbili. Na jambo la kuzingatia katika hapa wakati naanza kutoa maelezo yangu ni kwamba kila watu, kila tabaka, kila race, naweza nikasema hivyo, au kila bara, au kila mazingira, kila maeneo yana namna yake ya upokeaji wa mafuta na namna ambavyo ina uwezo wa kurespondi kwa insulin. Unaweza ukaona kuna baadhi, hata hapa kwa nchi yetu, kuna baadhi ya makabila
wao ni wanene, yaani ukiwaona wamejaa, lakini hawana changamoto za pressure, hawana changamoto za kisukari, hawana insulin resistance. Ni kwa nini? Wao wana space kubwa ya kupokea. Kuna watu ambao, kwa mfano Mchina, ukimweka pamoja na mimi, yeye space yake ni ndogo, lakini mimi space yangu ni kubwa. Lakini kadri space yangu inavyokuwa kubwa, nikiishi maisha ambayo ni ya kula mpaka nikajaza hii space, mwili utakapokuja kusema sasa hatupokei tena, yaani seli itakapokuja kugoma, maana yake muda ule niliotumia kujaza hii space kubwa, ndio muda huo unatakiwa niutumie kuanza ku-unlock, kuanza kupakua, kuanza kupunguza, kuanza kureset huu mwili. Ambapo hapa kitu ambacho tunatakiwa kukifanya, anza kutengeneza mazingira ya kuruhusu seli zianze kuchoma hayo mafuta. Kwa namna gani? Namna ya kwanza nzuri na yenye matokeo, anza kufunga. Watu wenye insulin resistance na wale ambao ni wanene, wana mafuta mengi kwenye seli zao, jambo la kwanza, anza kufunga ili kuruhusu mwili uanze kujitafuna. Ruhusu mwili uanze kutafuna hiyo excessive fat ambayo imekuwa stored na haitumiki. Na ni jambo la kutia akilini kwamba unene unaanzaga taratibu. Bahati nzuri hilo wote najua tunakubaliana. Unene unaanzaga taratibu, lakini pia sio kila aliye mnene kwa nje utamuona kwamba yeye ana tatizo la insulin resistance, even though walio wengi mara nyingi wana hiyo changamoto. Bado kuna mtu utamuona ni mwembamba lakini ana insulin resistance. Kumbe basi sio issue ya unene wa umbo, ni issue ya unene wa seli. Kama utajaza seli zako mafuta mengi, kwa sababu tukumbuke insulin kazi yake ni kuregulate kiwango cha sukari unachokula. Kiwango gani ulipokula kiingie kwenye bloodstream, kilichobaki kiende kwenye hifadhi ambayo ni kwenye tishu, ni kwenye seli za ini na kwenye misuli. Sasa kama kote kule kukijaa, manake mwisho wa siku insulini itagoma kuzalishwa au itazalishwa, na ikipelekwa kule seli zitaresist kupokea, na matokeo yake utakuwa na changamoto ya insulin resistance. Ndugu zangu, haya yote ambayo ninayaongea na ambayo nitaendelea kuyaongea kwenye video zangu zijazo ni kwa ajili ya kujengana. Sio issue ya kwamba umemwendea specialist, ni issue ya sisi wenyewe sasa hivi kuamua kuamka, kwa sababu kama sisi wazazi tumefeli, kama mabibi na mababu zetu walifeli kwa kutokujua, tuanze kuwafundisha watoto wetu, sio tu kwa sababu watakuwa mashuleni mtaala unasema hivyo. Mtaala unaongelea masuala ya cortisol, hajui cortisol ni nini, lakini kama angeambiwa kwamba cortisol ni hali ni hali ya kuwa na wasiwasi, ni hali ya kuwa na hofu, ni hali ya kuwa na woga, ni hali ya kutokujiamini. Kila unapokuwa katika stress mode ndivyo ambavyo sukari inazalishwa. Kadri sukari itakavyozalishwa ndivyo insulin itakavyozalishwa. Na kazi ya insulin ni nini? Ni kushusha kiwango cha sukari. Sasa ile panda shuka inakupelekea kuwa na tatizo la insulin resistance. Mimi ninaweza nikasema, naweza endelea kusema kwamba magonjwa mengi yanatibika, na katika hapa chini ya jua kuna kila aina ya tiba. Ni sisi wenyewe hatujaamua kuingia kwenye hiyo njia ya tiba. Na tiba sio tu herbs peke yake, ni nini unakula, kwa sababu unachokula ndio kinachokutengeneza wewe. Nipigie simu ili tuweze kuongea, nitumie ujumbe tuweze kushauriana, niandikie meseji ya wewe uko wapi, changamoto yako ni nini, tunafanyaje, ili mwisho wa siku wote tuweze kupona. Lakini usisahau kusubscribe, lakini kushare, kucomment, na mwisho wa siku tutakubaliana kwamba kuishi bila magonjwa hakika inawezekana.